Kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu inafahamika kwamba kuna neema kubwa ya shehena ya mzigo iliyojitokeza kwenye bandari zetu kwa ujumla. Naongelea bandari ya Dar es Salaam, naongelea bandari ya Mtwara pamoja na bandari ya Tanga. Neema hii inakuja na changamoto pamoja na fursa mpya nyingi tu. Neema hii ilianza mwezi wa 12 mwaka jana, ambako kwa mara ya kwanza wapakuaji au waendeshaji wa berth namba 0 mpaka namba 7 wenzetu wa DP World waliweka rekodi ya kuweza kushusha takribani 1034 TEUs za makontena. Hili ni jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea kwenye bandari ya Dar es Salaam katika kipindi cha mwezi mmoja. Lakini pia vile vile wenzetu wa Adani waliweza pia kufanya kazi hii kwa ufanisi zaidi, wakishirikiana na msimamizi mkuu wa bandari zetu, mamlaka ya bandari, kwa kuweza kuongeza juhudi ya upakuaji ambayo kasi yake imekuwa ni kubwa sana. Juhudi hii ya upakuaji ilivyoongezeka, imekuja kidogo na changamoto pamoja na fursa. Nikianza na changamoto, ni kwamba changamoto kubwa iliyoko, wenzetu wamejipanga kwenye upakuaji, ili kwa bahati mbaya mizigo inayotoka bandarini kuelekea kwenye bandari zetu kavu, zile bandari kavu bado zina uwezo ule ule wa zamani wa kuhimili takribani kiasi kadhaa cha mzigo. Inafahamika kwamba wakati bandari kavu hizi zilivyoanza mwaka wa 2007 na mpaka leo zimeongezeka, lakini baadhi yao ambazo zilizoko karibu zilizokuwa zinasaidia kuifanya bandari ipumue bado zimebakia na kiwango kile kile cha nafasi. Kwa hiyo shehena hii kuongezeka, lazima patatokea athari kwenye upande wa kuhamisha makasha haya, kuyatoa kwenye terminal zetu ambayo ni DP World na Adani, kupeleka kwenye bandari kavu mbalimbali. Changamoto hii inapotokea, waga inakuwa inazalisha changamoto nyingine mbele yake. Changamoto ya kuchelewesha kuhamisha mizigo huwa inapelekea changamoto nyingine ya zile siku za bure huyu wakala wa forodha alizopewa kwenye kurudisha lile kasha tupu zinapotelea bandarini. Kwa mfano, tuna makasha ambayo yanaweza yakashuka tarehe 1 ya mwezi wa kwanza tuseme, alafu yakaweza kusafirishwa na kufika kwenye bandari zetu kavu tarehe 20, 25 au 30. Inakuwa zile siku 20 mpaka 25, 30 za bure zimeshapotelea kwenye terminal moja. Kwa jambo la kwanza kabisa, mimi ningependa kipekee kabisa kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maono yake ya wakati ule, kwamba tulivyowaleta Adani na DP World. In result, kwa kweli mizigo imeongezeka bandarini, lakini bado tuna changamoto, na hizi changamoto sasa zinakuwa nzuri tukizifanyia kazi kwa haraka na kwa wepesi. Zinakuwa changamoto za kuwafukuza wateja wetu kama hatutaweza kutatua matatizo kwa muda, kwa sababu kitu unaongelea demurrage au storage ni kitu ambacho kinakuwa gharama kwa yule aliyetumia bandari yako ya Dar es Salaam, kwa sababu mwisho wa siku lazima yeye bebe ule mzigo wa gharama. Kwa mfano, kwa wenzetu wa TRA, na sisi tulifanya kikao kizuri na tukiwa pamoja na TAFA, tulikwenda tukaona watu wa TASAC, tukakubaliana kitu rahisi sana, kwamba kuwe na partial release in a event container labda zimekwenda 50 kule, zilikuja container 100, 50 zimeshakwenda kwenye ICD, mwenye malori tayari mzigo uko tayari kuwa cleared. Kwa hiyo zile zingine 30 au 50 zilizobakia pale bandarini aweze kwenda kuzichukua bandarini badala ya kuzisubiri ICD. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, ni kitu cha kimfumo tu, kwamba unaweza kupata partial release. Kama zilikuwa zimetoka 20, magari yamepatikana ya kupakia mzigo na zingine bado ziko bandarini, mtu azipakilie moja kwa moja bandarini kuliko kusubiri ziende ICD. Kwa hiyo kwenye kitu kimoja kama hicho, ni kitu ambacho kinaweza kufanyika haraka, hatuhitaji miezi 6, ni kitu cha kimfumo tu. Kwa wenzetu wa TRA, wenzetu wa TASAC walisharidhia kwamba hiyo inawezekana. Lakini lingine